Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda. Sura ya 14 ni maneno ya Yesu Kristo aliyoyatoa katika ule usiku wa Alhamisi Kuu, kabla ya mateso yake, kabla ya kifo chake. Na ni kawaida kabisa kwa mtu yeyote maarufu, mtu mkubwa anapoondoka duniani lazima aache wosia. Maneno yake ya mwisho ambayo anayezungumza kabla hajaondoka huwa unakuwa ndio wosia, na ile jamii yote ambayo huyu mtu alikuwa amejifunga nayo inakuwa imefungwa kwa maneno hayo, na lazima idumu katika maneno hayo. Sasa ni maneno gani Yesu Kristo anayaacha kabla hajaondoka kwenda katika mateso, kifo na ufuko, na baadaye aende kwa Baba? Ameamua kuwaachia mitume wake maneno haya. Ya kwanza anasema hivi: mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda. Mtu akimpenda, mtu akisema kwamba anampenda Yesu Kristo atalishika neno lake. Neno gani hili ambalo Yesu Kristo anazungumza kwamba kila mtu anayesema kwamba anampenda atalishika? Jumapili kama 2 na 8 ambazo zimepita, na katikati ya wiki, Yesu aliwaambia mitume wake katika usiku huo huo, amri mpya na wapeni, mpendane kama vile mimi nilivyowapenda ninyi. Akasema amri mpya. Kwa hiyo anayetoa neno kwamba ninawapatia amri, sote tunafahamu wazi kabisa kwamba amri ni maagizo, na anayetoa amri ni mtu mwenye mamlaka. Katika Agano la Kale aliyetoa amri ni Mwenyezi Mungu. Alitoa kwa wana wa Israeli, alitoa amri 10, lakini zile amri zote 10 ambazo wana wa Israeli walishindwa kuweza kuziishi, katika Agano Jipya Yesu anasimama kama mwenye mamlaka. Maanake ni Mungu anasema, anatoa amri, mtake msitake. Kupendana ni amri, sio kwamba ninaomba mpendane. Kupendana ni amri, utake usitake lazima umpende. Kwa hiyo akasema amri mpya nawapateni, mpendane. Sasa kwa nini anasema kwamba mpendane? Kwa sababu ile timu yake ya mitume 12 aliyokuwa nao ilikuwa imegawanyika katika maeneo mbalimbali. Iligawanyika katika tofauti ya umri. Kuna watu walikuwa na umri mkubwa zaidi kuliko wengine, kuna wengine walikuwa na elimu kubwa zaidi kuliko wengine, kuna wengine walikuwa wana hisia tofauti kabisa na wengine, na hasa wengine walikuwa ni watu wenye hasira, wengine pia walikuwa wana imani, walikuwa na misimamo mikali. Akasema katika mchanganyiko huu hakuna kitu ambacho kitakachoweza kuja kuwaunganisha. Elimu haiwezi kuwaunganisha, hisia, hasira haziwezi kuwaunganisha, vile vile pia imani na misimamo haiwezi kuwaunganisha. Kitakachoweza kuwaunganisha ni upendo. Kwa hiyo akawapatia amri ya upendo. Sasa hii amri ya upendo anasema kwamba mtu yeyote yule akisema kwamba anampenda Yesu lazima aweze kushika neno lake, na neno lake ndio kama litoa ni kupendana. Tumsifie Yesu Kristo. Mgeukie jirani yako, mwambie tupendane, tupendane. Sasa katika kwenda kupendana huku, katika habari za upendo ambao Yesu Kristo anauzungumza, upendo wa namna gani? Upendo umegawanyika katika maeneo matatu, na nimekuwa nikiwaelekeza mara kwa mara, na leo lazima nje nirudie.
Kuna upendo wa kwanza, upendo ambao unaitwa eros, ni upendo wa vitu, ya nipe nikupe. Nimekupatia chipsi na basi na wewe unipende. Siku sijakupatia chipsi huwezi ukanipenda. Ni ule upendo ambao kuna mtu mmoja alitunga muziki akisema, kama wanipenda ninunulie zeze, zeze la nibembeleza. Usipomnunulia zeze, usiponinunulia zeze, manake unipendi. Kama wanipenda ninunulie bajaji, usiponinunulia bajaji, manake unipendi. Kama wanipenda ninunulie wigi la Kichina, usiponinunulia wigi, manake unipendi. Sasa upendo wa vitu, upendo wa kununuliana chipsi, mawigi, kibajaji, sijui heleni za ringi, huo unaitwa eros. Wataalamu wakasema upendo haupo katika swala zima la hivyo. Ukiona unakuja kwa mtu kama nakupenda kwa sababu ya vitu, upendo haupo katika hilo. Upendo wa pili unaitwa filia. Filia ni upendo wa familia, ni ule upendo ambao nizungumza kwa lugha ya kawaida, mnaweza kuja kunielewa. Ni upendo sasa hivi unaendelea. Unakuta mtoto wa kike anampenda baba yake, utasikia mtoto wa kike na baba yake. Unakuta mtoto wa kiume anampenda mama yake, na unakuta pia mzazi anampenda mtoto wake. Ni upendo wa filia, umefungwa kwenye familia. Yesu akasema upendo halisi haupo katika swala zima la familia. Mtoto anapompenda baba yake, anapompenda mama yake, katika hali kama hii anampenda kwa sababu ni mama yake, lakini upendo lazima utoke nje ya familia. Ingawa wataalamu wanasema kwamba hapa katikati kuna kaupendo kwenye hii filia, lakini si katika viwango vikubwa. Hata upendo ambao Yesu anazungumza kwamba pendaneni, upendo anaozungumza Yesu ni upendo ambao unaitwa agape, agapus, agape. Upendo wa agape ni upendo ambao hauna masharti. Waingereza wamesema unconditional love, ninakupenda jinsi ulivyo. Kuna mtu mmoja mwanamuziki aliimba miaka ya nyuma hiyo, alikuwa simtaji jina nisije kamtangaza, aliimba akasema, ninakupenda tu, miguu kama ndezi, ninakupenda tu, kichwa kama boga, ninakupenda tu. Yani nakupenda tu jinsi ulivyo, nakupenda tu jinsi ulivyo. Upendo unaitwa unconditional love. Sio kwamba umenifanyia kitu fulani, hapana, ninakupenda tu. Hata kama umeniudhi, mwambie nakupenda tu. Umenisema vibaya, nakupenda tu. Umenichukia, nakupenda tu. Hiyo inaitwa nini? Agape. Ndio upendo ambao Mwenyezi Mungu alimtuma mwana wetu Yesu Kristo akatoka mbinguni akaja hapa duniani. Si kwamba sisi tulimpenda Mwenyezi Mungu, tulikuwa wadhambi, sisi kwamba sisi ni wazuri sana, ni wahovyo, na Yesu Kristo akatupenda jinsi tulivyo. Kwa sababu ni wadhambi, Yesu akasema pendaneni. Mwambie jirani yako tupendane. Sasa akasema mkilishika neno langu, mkishika ile neno langu la kupendana, amesema Baba atakuja kwetu. Na kuna wimbo fulani na upendo sana, Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Nalipotea katika dhambi, mimi nikawa mtumwa wa Shetani. Akaja Yesu kunikomboa, yeye kanipakua. Sababu hiyo namtumiki, namsifu yeye. Sikilizeni furaha yangu, Mungu ni pendo, apenda watu. Haleluya. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Kanisa la mwanzo wakadumu katika upendo huu. Walipendana katika madhaifu yao, walipendana katika mapungufu yao. Na ndio maana pia mmesikia katika kitabu cha Matendo ya Mitume, hata walipoibuka baadhi ya watu wakaamua kuwatenga
wale watu wa mataifa kwamba ninyi hamfai, lazima mje mtailiwe, mshike katika swala zima la sheria. Wakasema, ndugu zangu, tusiwatwike watu mizigo mikubwa, tuwapende. Maadamu watu wamekuja kwa Mwenyezi Mungu, tusiwatwike mizigo mikubwa. Kanisa la mwanzo lilisimama kwa sababu ya wale ambao ni wadhaifu, na watu wote wakaja ndani ya kanisa, na kanisa, ndugu zangu, limeenea duniani kote kwa sababu ya upendo. Sasa hivi kinyume cha upendo ni chuki. Kinyume cha upendo ni chuki. Ukiona ndani ya moyo wako unamchukia ndugu yako, ukiona ndani ya moyo wako mwanakwaya unamchukia mwanakwaya mwenzako, unamchukia mwalimu, ukiona ndani ya moyo wako unamchukia mwenzako kazini, unamchukia mwenzako huko nyumbani, yani chuki imejaa mpaka pressure imepanda, mpaka sema jamani, naomba mnipepee, umenenepa kwa sababu ya chuki, utambue kabisa kwamba wewe hujashika neno la Mwenyezi Mungu. Siwasemi wale wanene kwamba eti wamenenepa, vifua vimekuwa vikubwa kwa sababu hapana. Tena habari njema, wamesema wanene wanajua kupenda, hawanaga shida, hawanaga pressure. Makofi kwa wanene. Kama umekaa na mnene gonga, mwambie hongera, hawanaga pressure. Sasa kuna watu ambao wembamba, siwasemi kwamba wao, yani kwamba sikiliza, kwamba katika safari yako maisha, mpende tu, mpende. Ukipenda, amesema Mwenyezi Mungu atakuja kukaa ndani mwako. Ukiweka chuki ndani mwako, utamweka mtu ndani ya moyo wako, na huyu mtu ukimweka, sasa inategemeana. Kama ni mnene, moyo wako una kazi moja tu, kusukuma damu. Sasa mtu ni mnene anakuja pale, afu wewe ni mwembamba hivi, mtu ni mnene anaenda kukaa ndani ya moyo wako, utafanya nini? Ndio vifo, utasikia pressure ya kupanda na kushuka, kila siku mavidonge tu unakunywa nini. Sikiliza, dawa mojawapo ya mtu aliyekufanyia mabaya, aliyekuumiza, mpende. Hiyo ni amri, sio kwamba na kuomba, ni amri, mpende. Usipompenda utakufa. Usipompenda utapata vidonda vya tumbo. Usipompenda, nataka nikwambie, utakunjamana, uso wako utakunjamana, utafikiri matuta ya viazi. Usipompenda utaingia hasara, kila siku ni kununua makeup, kujisugua usoni uonekane kama ni mzuri, kumbe umekunjamana. Ukimpenda huhitaji makeup. Ukimpenda, moyo wako utakuwa mweupe pe, sura yako itafanya nini? Itashamili. Makofi kwa ajili ya kumpenda Mwenyezi Mungu. Amri. Jambo la pili ambalo Yesu anawaachia, anasema hivi: nilipokuwa nikikaa kwenu niliwaambia haya, sasa nawaletea msaidizi. Huyo msaidizi, tena imeanza kwa herufi kubwa, Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Neno msaidizi katika lugha ya Kigiriki wanasema kama ni parakletos. Parakletos. Basi leo muongee Kigiriki, mtake mstaki, sema parakletos kwa sauti kubwa wote. Parakletos ni nani? Kwa Wagiriki walipomchambua parakletos, walisema ni mtu ambaye ametumwa kwenda mahakamani, sehemu ya sheria, kwa ajili ya mtu mmoja ambaye amefanya makosa. Sasa huyu anayekuja ametumwa kuja kusimama na huyo mtu aliyefanya makosa. Ametumwa na nani? Ametumwa na mtu mmoja mwenye mamlaka. Ndio maana sasa mmesikia hapa Yesu amesema Parakletos, Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka. Kwa hiyo Roho Mtakatifu Parakletos anapelekwa na Baba, anakuja kwa ajili ya watu fulani ambao wapo katika mahakama, ambao wametenda dhambi. Sasa anapokuja huyu Parakletos ambaye ametumwa, huyu ni wakili. Kwa hiyo Parakletos, msaidizi, ni wakili. Mimi sina msaada, nahitaji msaada wa kisheria. Nimetenda dhambi, nimeanguka katika swala zima la dhambi, sina la kuweza kujitetea. Na hata nikienda kwenye maungamo, nikifika pale ninaungama, nafika pale mwishoni nasema kwamba hata zile ambazo nimezisahau, ninaona aibu kuzungumza zile dhambi, najisikia aibu, kwa sababu kuna baada ya kutenda dhambi yupo mshitaki wetu, na huyo mshitaki wetu ni Ibilisi. Imeandika katika swala zima la Biblia. Huyu Petro wa kwanza sura ya 5 aya ya 8
akasema kwamba mshitaki wetu Ibilisi anazunguka mara kwa mara akitafuta watu aweze kuameza, anazunguka kama simba. Na baadaye pia ukisoma Injili, ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 11 kuanzia aya ya 11 mpaka 12 inazungumza habari kwamba mshitaki wetu Shetani Ibilisi, ambaye amesema kama anatushitaki mbele za Mwenyezi Mungu usiku na mchana, anatushitaki mbele za Baba usiku na mchana. Maana ukitenda dhambi tu umeanguka katika dhambi ya uongo, sio dhambi ya namna gani? Ya kwanza, kwa sababu Shetani anajua alichofanyiwa na Yesu Kristo, anajua kile ambacho Yesu Kristo amefanya juu yako wewe, kwamba damu yake takatifu inakulinda. Yaani ulipobatizwa tu ukapata cheo, vile vyeo vitatu, manake wewe ni mwingine, wewe una cheo, wewe ni Mkristo, wewe ni mtu mwingine kabisa. Na hasa kama uweze kuwa Mkatoliki, ni mwingine kabisa, una hadhi ya juu sana. Alinyang'anywa vile vyeo. Sasa ukichezea Ukristo wako, umeanguka kwenye dhambi, umetenda dhambi, umefanya dhambi ya chuki. Shetani cha kwanza usifanye, anaenda kwa Baba, anaenda kwa Mwenyezi Mungu, anasema angalia fulani hivi, usimuone hivi, ametenda dhambi. Anajifanya naimba pale kwaya, muongo, na yule wigi aliyovaa muongo, ametenda dhambi, anashushitaki mbele za Baba. Amesema usiku na mchana, yani haachi, hakupatii hata muda kidogo. Usiku na mchana ameshapeleka ile dhambi ya usiku tu, tayari amefika pale kwa Baba. Mwangalie anachokifanya, mwangalie. Sasa Mwenyezi Mungu anasema, Mungu wangu huyu hapa ni ile muumba, huyu nimemuumba kwa kazi maalum, nimemleta hapa duniani kwa kazi maalum, hajamaliza hata hiyo kazi. Kwa sababu msisahau, kuna Jumapili ile ya 4 alisema kama mimi ni mzabibu na ninyi ni matawi. Akasema tawi lisilozaa linaloleta vurugu nalikata, analikata. Ilibidi pale pale akate. Mara nyingine labda katika kuweza kukata, Mwenyezi Mungu ilibidi afunge koki ya oxygen, ifungwe. Ikifunga ile koki ya oxygen, utashangaa mtu kwenye dhambi zile, unashangaa umenyoka. Ingekuwa ni aibu kabisa. Yani nimesema hivi, kweli Father Sosi kweli alikuwa anahubiri pale amefungiwa koki ya oxygen. Mngeshangaa sana. Mwenyezi Mungu anasema bado hajafanya kazi yake. Roho Mtakatifu anafika pale, anasimama. Roho Mtakatifu anakuja wakili, anasema Mwenyezi Mungu hapana, tumpatie muda. Huyu hapa ni Mkristo, tumpatie muda mwingine, tumpatie nafasi nyingine ya pili. Sasa ile nafasi ya pili, Roho Mtakatifu amesimama. Mimi siwezi kujitetea tena, anayeongea pale ni Roho Mtakatifu. Na ndio maana baada ya dhambi, nimetenda dhambi, najikuta ndani mwangu ninaanza masononeko, sina amani ndani ya nafsi yangu. Kile kitendo cha kukosa amani ndani ya nafsi yangu, manake ni Roho Mtakatifu sasa amenitetea kule, nimepewa nafasi nyingine, na hii nafasi nyingine ndio manake nikatubu, nenda nikaungame, nirudi kwenye mstari, nisiende katika swala zima la dhambi ile. Anayetutetea, anayetufanya mpaka leo tumesimama hapa ni Roho Mtakatifu. Makofi matatu kwa Roho Mtakatifu. 1, 2, 3. Mshukuru sana wakili wetu anatutetea mbele za Baba. Tunashitakiwa kila siku katika maanguko yetu, anatutetea. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni wakili. Muombe Roho Mtakatifu. Na ndio maana katika kanuni mojawapo ya kuweza kuungama, kabla sijaungama, anasema muombe Roho Mtakatifu akusaidie uweze kuungama vyema. Muombe Roho Mtakatifu aweze kusaidia kuweza kuungama vyema. Yeye ni wakili wetu. Kwa hiyo Yesu anamleta atutetee, na amelitetea kanisa katika kipindi chote kigumu. Amelitetea kanisa, limesimama imara mpaka leo hii. Na ndio maana pia kama amelitetea kanisa, amekuwa wakili wetu muhimu, atakuwa wakili wako pia. Parakletos, Roho Mtakatifu ambaye ni msaidizi, amepewa jina la msaidizi kwa sababu katika Agano la Kale, Adamu alipokuwa ameumbwa aliletewa mwanamke anaitwa nani? Eva, kwamba huyo atakuwa msaidizi wako. Eva hakumsaidia. Eva alimpelekea, wakaanguka katika swala zima la dhambi. Unaweza kuwa unapita katika mazingira ambayo ni magumu sana, unahitaji usaidizi, unahitaji ushauri katika mambo magumu ya maisha unayopita nayo. Kuna jambo gumu liko mbele yako ambalo nitafanyeje? Unahitaji msaidizi, unahitaji msaada wa ushauri. Roho Mtakatifu Parakletos, yeye ni mtaalamu, yeye ni mshauri. Ndio maana katika mojawapo ya mapaji ya Roho Mtakatifu, shauri, yeye ni mshauri, anatushauri. Unaweza ukajikuta kuna siku ulikuwa katika kipindi kigumu, ukasema nifanye nini, nitokaje? Umekaa umetulia, ukasikia sauti yako ndani mwako inakwambia fanya hivi. Nifanye, unaenda utasikia machale alinicheza, sikufanya hivi. Sio machale, ni Roho Mtakatifu.
sio machali, sio akili yako. Roho Mtakatifu anakuja katika mazingira magumu. Baadaye huyu Parakletos ambaye yeye ni mfariji. Mfariji ni mtu anayekuja kukuhurumia, anakuja kunihurumia, kukuhurumia katika kipindi kigumu unachopitia, kwenye matatizo, hasa kipindi cha mapito, kipindi cha magumu yanayokuja katika safari ya maisha yako. Sina wa kuweza kunihurumia katika kipindi kama hiki. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakuja kunifariji. Ndio maana kuna ule wimbo wa mwanzo kabisa tunapoimba, na namshukuru Mwenyezi Mungu aliyetunga wimbo huu. Alitunga, anaonyesha kabisa alikuwa katika mazingira magumu, akasema, twakuomba uje Roho Mfariji, uje Roho Mtakatifu Mfariji, twakuomba uje kutufariji, uje Roho Mtakatifu Mfariji. Sasa sikiliza, faraja ninayotafuta ni wapi? Faraja ya kwanza kwenye nafsi, kwenye moyo wangu. Nimeumia, sina nguvu tena ya kuweza kutoka katika kipindi kigumu hicho. Nahitaji faraja, sieleweki, hakuna anayenipokea, nimeenda kwa kila mmoja, sipokelewi. Moyo wangu umekuwa chini, sioni tena matumaini, ninahitaji faraja. Sasa angalia sasa maneno yanayofuata, nyoyo zetu ni altare yako, uzipambe kwa mapaji yako, uje Roho Mtakatifu Mfariji. Namkumbusha kwamba angalia, moyo wangu ni altari ya Bwana, moyo wangu ni madhabahu ya Bwana, ambapo Bwana anapaswa kuweza kuadhimisha ndani ya moyo huu. Lakini moyo umevunjika, moyo huu unamwadhimisha mtu. Nikikaa katika swala zima la sala, nikaanza kusali, anapita yule ambaye anayenidai. Nikianza kusali, anapita yule aliyeniumiza. Moyo wangu haumwadhimishi Bwana, moyo wangu unamwadhimisha binadamu. Hasa Roho Mtakatifu ndio anifariji, na ni kweli katikati ya magumu unajisikia furaha, unajisikia faraja. Yesu anatuletea Parakletos, anasema kama huyu apatakaye kuja atakuwa faraja kwetu, atakuwa mshauri wetu katika mazingira magumu, na baadaye pia atakuwa ni wakili wetu. Maana yake nini? Amesema kwamba huyu atatukumbusha yote. Sharti la kwanza, ili uweze kupata faraja ya kweli kwa Roho Mtakatifu, ili uweze kupata ushauri, aweze kuwa wakili wako mzuri zaidi, sharti la kwanza, lazima ukubali kuwa mwanafunzi. Ndio maana amesema kwamba atawakumbusha yote. Yeye ni mwalimu, lazima ukubali kuweza kuwa mwanafunzi, kwamba kila siku najifunza neno, kila siku naanza upya. Mwalimu wangu Roho Mtakatifu nifundishe, na kubali kuweza kuwa mwanafunzi. Usijione kwamba umefika, sio kwamba nimekwisha fika au nimekwisha kamilika, la, bali ninakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo. Usijione kwamba umefika. Wewe ni mwanafunzi wa Roho Mtakatifu. Atakufundisha hatua kwa hatua. Katika swala zima la wanafunzi, kuna wengine darasa la kwanza, wengine darasa la 4, la 5, la 6, la 7, na kuna wengine wao wanafeli mitihani, wanarudia. Muulize jirani yako, mwanafunzi wa darasa la ngapi? Ukiona asemi, utambue amefeli mtihani wa kupenda. Muulize, nakuuliza, mwanafunzi wa darasa la ngapi? Ukiona pia ajibu, utambua amefeli. Badala ya Roho Mtakatifu kwanza kwa mfariji, ana mfariji wake chocolate baby, na amemuumiza. Mwambie, nakuuliza mara ya 3, mwanafunzi wa darasa la ngapi? Amesema mwanafunzi wa darasa la 3. Bado primary. Tuvuke twende sekondari. Makofi matatu kwa Yesu. La jingine ambalo Yesu anawaachia, amesema amani na waachieni. Amani na waachieni. Kwa nini Yesu hakuwaachia silaha za maangamizi?
Yani adui yako yule amekuja, yani Yesu amekupatia silaha, unaambia Yesu, leta upepo wa kisulisuli, silaha, unaambia nywele zake zote zitoke. Watu wakimwona watambua kwamba alinifanyia haya. Kwa nini hakuwapatia silaha za maangamizi? Kwamba navunja miguu yao wote maadui zangu, yani washindwe kutembea. Kwa nini anawapatia amani? Kwa nini Yesu hakuwapatia upako? Kwamba nawapatia upako, yani mtu akifanyia mabaya namna hii, yani akawapatia. Kwa nini aliwapatia amani, hakuwapatia upako? Kwa nini Yesu hakuwapatia pesa? Hakuwapatia pesa, chukueni pesa hizi. Kwa nini Yesu hakuwapatia utajiri? Anawapatia amani. Anasimama kama baba, anasimama kama kiongozi wa kiroho, kwamba amani anayotoa, amesema amani ninayowapatia siyo amani ambayo ulimwengu utawapatia. Kuna vitu walimwengu watakupatia, lakini hawezi kupatia amani. Tumsifu Yesu Kristo. Amani ndio zawadi kubwa sana. Unaweza kuwa una pesa, unaweza kuwa ni tajiri, unaweza kuwa una cheo, unaweza kuwa na hivi, lakini unaweza ukaoa mwanamke mzuri, unaweza ukaolewa na mwanaume mzuri, lakini amani ikikosekana ndani ya nyumba, nataka nikwambie hakuna kitu kitakachoweza kuja kusimama. Yesu aliona kwamba ninachowapatia ni amani, na ukiangalia alipofufuka tu, jambo la kwanza aliwaambia amani iwe kwenu. Amani ndio zawadi muhimu sana. Mara kwa mara ninapoenda kusali na ndugu zangu kule gerezani, kuna wimbo fulani hivi wao wanaimba, sijui nani aliwafundisha. Wanasema hivi: nilidhani kwamba amani ya kweli ipo katika utajiri, nilidhani kama amani ya kweli ipo katika kutafuta pesa, nikatumia nguvu zangu za kutafuta pesa, lakini sikupata amani ya kweli. Nilidhani amani ya kweli ipo katika starehe, lakini sikupata amani. Nimekuja kutambua kwamba amani ya kweli ipo kwa Bwana. Ndio wanaimba, wanavyoimba, nimetambua amani iko kwa Bwana. Wanaimba. Ni kweli. Usidhani kama amani ipo katika swala zima la vitu. Usidhani kama amani ipo katika swala zima la starehe. Usidhani kama amani ipo katika swala zima kwenda kunywa, kwenda kula. Yesu amesema ninawapatia amani. Baba, mama, jitahidi sana uweze kutengeneza amani ndani ya familia yako. Yaani wafanye watoto wako uweze kuwa na amani. Hata kama mtakuwa na utajiri, hata kama mtawaachia viwanja, mtawaachia nyumba, hata kama uko busy kila siku kuweza kutafuta pesa, lakini ukashindwa kuweza kukaa na watoto wako uweze kuwajengea amani, nataka nikwambie vyote unavyovitafuta hivyo ni bure, kwa sababu mwishoni watakuletea maumivu makubwa sana na utateseka sana, kwa sababu ulikuwa busy kutafuta pesa, ulikuwa busy kufanya mambo kama haya, hukutengeneza amani, ukataka uweze kuonekana kama ni mshindi. Amani ni kukubali kushindwa kwa baadhi ya mambo mengine. Ninakubali kushindwa ili amani iweze kutawala. Nakubali kuonekana ni mjinga ili amani iweze kutawala. Nakubali nishuke, amani iweze kutawala. Jenga amani kwa watoto wako. Kabla hujaondoka duniani hapa, hakikisha kwamba familia yako ina amani, kwa sababu ukiondoka hujaweka amani kwenye familia yako, watoto wako hawa, mali hizo na vitu ambavyo uko navyo, wataumizana sana, watateseka, kwa sababu hukujenga amani. Ulikuwa busy kujenga nyumba, ulikuwa busy kujenga vyeo vyako, ulikuwa busy kusimamia biashara zako, lakini hukujenga amani. Amani Kristo anayozungumza siku ya leo amesema kwamba amani yangu napatia, kwa sababu amani ya Mwenyezi Mungu. Ulimwengu hawezi kupatia amani, dunia hawezi kupatia amani watoto wako. Tumwombe Mwenyezi Mungu sana, popote pale utakapokuwa, katika kazi yako, kwenye biashara yako, popote pale utakapokuwa, tangaza amani. Ubabe haufai. Tangaza amani, uweze kuwa ni mtu wa amani. Ukiweza kuwa mtu wa amani, utakuwa na furaha. Kanisani, kwenye vyama vya kitume, kwenye jumuiya, uweze kuwa mtu wa amani. Kama ni kiongozi, uweze kuwa mtu wa amani. Na kwa namna pekee sana, tuiombee nchi yetu katika kipindi hiki ambapo tunapoenda katika uchaguzi, tukiwapata viongozi, tumpate kiongozi wa nchi atakayeweza kuleta amani, atakayeweza kuondoa mashaka. Tukiwa na amani, kila kitu kimekamilika. Tukiwa na amani, tutakuwa na furaha. Tukiwa na amani, maendeleo yatakuja. Yesu Kristo aliwapatia amani. Alipowapatia amani, ndio kanisa ambalo mmeliona mpaka leo hii. Na ndio maana
hadi kipindi cha msiba Papa Francis alipofariki, dunia nzima ilikuwa inaangalia, je, makardinali hawa kanisa Katoliki wataingia kupigana? Wakashangaa tu, tumemzika kwa amani, wameingia conclave kwa amani, tumempata papa kwa amani, amani imetawala. Ndio amani ambayo duniani hatuwezi kupata, amani inayotawala katika maisha kama haya. Tumuombe Mwenyezi Mungu atupatie viongozi ambao watatuletea amani. Mwishoni anasema kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, mkipita katika magumu yote yale, usipate fadhaa, usifadhaike ndani ya moyo wako. Usije ukaruhusu jambo lolote lile liingie ndani ya moyo wako, usiruhusu. Linda sana moyo wako kuliko kitu kingine chote kile, kwa sababu ndani ya moyo wako, ya kwanza kama tulivyosema kwamba ni altari ya Bwana, ni madhabahu. Ndani ya moyo wako, katika moyo wangu ndipo ambapo sema kwamba hazina zote za kimungu zilipo. Ukipita katika magumu, usiingize jambo lolote ndani ya moyo wako, usije ukaruhusu fadhaa yoyote ile. Cha kwanza, ukipita katika magumu, muamini Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu anakuamini na hili nalo litapita. Amesema mkiwa katika imani hiyo na Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mkuu kuliko hayo magumu ambayo unapita nayo. Huruma Mwenyezi Mungu ni kubwa zaidi kuliko ile unalopita nalo. Utakuwa ni mtu mwenye furaha, utasimama imara. Katika Dominika hii, kitu gani kimekuletea fadhaa katika maisha yako? Kitu gani ambacho kimekufanya ushindwe kuweza kuwa na amani katika Dominika hii? Ni nani ambaye amekuwa ni fariji wako katika magumu unayopita nayo? Ni nani amekuwa mshauri wako? Ni nani amekuwa wakili wako katika mahangaiko yako? Katika Dominika hii ni neno gani la Mwenyezi Mungu unalolishika? Umekuwa mtii katika neno la Mwenyezi Mungu anakuita kupenda? Penda kwa sababu ni amri. Mwalike Roho Mtakatifu katika madhaifu yetu, kwa sababu tumeimba bila nguvu zako mwanadamu hawezi jambo lolote lile. Mwalike Roho Mtakatifu. Akija Roho Mtakatifu atasimama pamoja na wewe, utakuwa una faraja, atakushauri vizuri. Katika Dominika hii tafuta amani, kubali kushindwa, amani iweze kutawala, na usije ukaingiza fadhaa yote ndani ya maisha yako. Amina.